wa Macau nchini China umeshuhudia tukio la kipekee lililovutia hisia za watu wengi duniani baada ya robot aina ya humanoid G1 kuhusishwa na tukio lililosababisha polisi kuingilia kati. Tukio hilo limezua mjadala mpana kuhusu matumizi ya robot aina ya G1 humanoid katika maeneo ya umma na uwajibikaji wake pale roboti hao wanapohusika katika matukio yasiyotarajiwa. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali za vyombo vya habari, robot aina ya G1 humanoid aliripotiwa kumtishia mwanamke mwenye umri wa miaka 70 wakati wa maonyesho ya teknolojia yaliyokuwa yakifanyika Macau. Baada ya tukio hilo, polisi walifika eneo la tukio na kuondoa roboti huyo kwa ajili ya uchunguzi wa kile kilichotokea. Tukio hili pia limeonyesha kasi ya maendeleo ya teknolojia ya akili bandia na robot duniani, huku matumizi yake yakiongezeka katika sekta mbalimbali ikiwemo huduma kwa wateja, viwanda, elimu na afya. Hata hivyo, wataalamu wanasisitiza umuhimu wa kuweka sheria na mfumo madhubuti ya usalama ili kuzuia madhara yanayoweza kutokea. Wachambuzi wa teknolojia wanaona kuwa tukio la Macau linaweza kuwa mwanzo wa mjadala mkubwa wa kimataifa kuhusu haki, uwajibikaji na sheria zinazotumika katika enzi ambayo robot na akili bandia zinakuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya binadamu. Mjadala huu unatarajiwa kuendelea kadri teknolojia inavyozidi kuimarika duniani. Lakini swali kubwa linabaki, ikiwa robot atafanya kosa, nani anapaswa kuwajibika? Robot mwenyewe au aliyetengeneza? Mimi ni Zaitun Juma, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.